Bwana uko vizuri? Fresh. Mambo anasemaje? Fresh. Kwa nini sustain ukiendelea kuwaoji mashabiki wa Simba wenye mechi yao unateseka na nini kaka? Mimi sijisikii kuongea kaka. Sijisikii. Ndugu yangu bwana unataka kunitoroka Kisimu. Vipi tena Kisimu? Ndugu yangu Kevo, mmoja anachompenda sana Kevo ni mtu ambaye anajua burudani. Umepigwa? Moyo wake umetulia. Amani tele. Amani tele hajaguswa mtu yote. Kesho nitaenda KMC kesho. Kesho naenda KMC. Kitu kimoja kidogo tu. Mwaka huu toka ligi NBC imeanza, Nyama ndio anachukua point 3 katika uwanja wa Meja Samuel. Muongo. Yes. Ulituambia mwaka jana tutachukua Nimesema hivi. Mwaka huu nisikilize lugha naongea. Toka ligi NBC ianze, Nyama ndio anachukua point 3 katika uwanja wa Meja Samuel. Hakuna timu nyingine. Hakuna timu nyingine mwaka huu. Na mimi siku zote nasema ukicheza na JKT kuna samaki mmoja kule pwani anaitwa pweza. Ana sifa mbili. Ukitaka kumvua kwanza umchokoe. Baada ya kumchokoa ndio kumvua kwanza umchokoe. Ukimaliza kumchokoa ukimpata asidi ya pweza lazima umpige alaimike. Ya tatu unamtia katika kangoni, ya nne anafanyaje? Kwa hiyo first half mwalimu alichofanya kawachokoa. Cha pili akaja akawapiga wamelainika watu ambao mambo yaendelea tena. Muongo bwana huyu anakuambia mwaka huu tutachukua NBC, mwaka huu tutachukua CRDB, lakini mkashindwa kumpelekea Mike. Bwana Kisugu ni muongo. Yaani hatuwezi kukaa kwenye hizi mic tunaanza kudiscuss maneno ya Kisugu. Kisugu ni mweho, muda wote anaongea chochote anachotaka. Ila timu wanayo. Timu ya kawaida kama ndo timu ya kwenda kucheza na Petro di Luanda, kama ndo timu ya kwenda kucheza na Esperance di Tunis, kazi wanayo. Yaani hawa ni watoto wa JKT. Hapa timu nzima ya JKT hamna hata usajili hata mmoja wa kimataifa. Wote unaowaona wale walioingia, walioanzia sabu, wote hamna mchezaji hata mmoja aliyetoka nje. Angalia magoli yao walivyofunga. Wamesaidiwa kwanza na zao la JKT Tanzania Wilson Nangu, baadaye tena hivyo mchezaji wa bure kawasaidia. Yaani kama sio hizi bure na mikopo hapa katikati, hawa watu wangekuwa kule chini kwenye msimamo mwanzoni mwa hii ligi ya sasa hizi. Bwana haitishi ya kawaida sana. Njoo kesho KMC enjoy burudani. Yaani hii vita ya tena mate chini bwana. Hii vita ya leo ya mwenye nyumba na mpangaji wake ni vita kama ya mwenye nyumba wa Mbagala na mpangaji wake. Vita ya mwenye nyumba na mpangaji wake wa Masaki iko kesho ndani. Wewe unaona mwenye nyumba na mpangaji wake wako huku Bush, lakini vita ya mwenye nyumba na mpangaji wake wa mjini. Unajua hii ni vita ya mwenye nyumba na mpangaji wake wa nje ya vijijini. Sasa kesho nakukaribisha uje KMC, vita ya mwenye nyumba na mpangaji wake ya mjini. Yaani hapa naongelea ni kama unaongelea mtu mmoja yuko Kazura Mimba na mwingine yuko Masaki. Kesho uje uione vita ya mjini ya mwenye nyumba na mwenye mpangaji wake. Ya kutisha? Ya kawaida kaka. Sasa inanitisha kwenye nini? Timu ipo. Mbona leo? Ngoja. Nabi Kamara anavyocheza vile anacheza kiani kwa kiwango kipi? Ni Omaema wale ni kama 7-8 ndo wamkute Duduasha Celestine Ekua. Yule Jonathan Soa wenyewe unaona ni mshambuliaji wa kutengewa na mabeki wa timu pinzani. Magoli ukisikia ameshinda Andy Boyeli ni magoli ya kupambana. Magoli ukisikia yamefungwa na washambuliaji hatari ujue ni magoli ya kupambana. Sasa mpira umewekwa hivi, beki kaeka hivi, kamtengea mshambuliaji, kamalizia mshambuliaji mwenyewe ana wenge mpaka anakuja kutafuta jezi yenye jina lake anataka kuwaonyeshea mashabiki. Yanga Afrika iko hivyo kaka. Njoo kesho enjoy burudani. Bwana kile wanasema ile goli la kwanza mlishangilia sana na JKT. Yes, clean sheet imeharibika. Yaani unajua hizi Simba na Yanga ukishakuja uwanjani, ukishakuwa kwenye TV, lazima umuombe mwenzio nje. Yaani hata kama isingepatikana clean sheet, tungeomba mchezaji wao wa maana wa kikosi cha kwanza umie. Lengo moja linapofeli, lingine linafaulu. Lengo la kuangusha alama limefeli. Tumefurahi kwa sababu wameconcede goli. Tumefurahi kwa sababu wameonyesha kiwango cha kawaida kabisa. Hili ni pira la kipindi cha pili baada ya maelekezo mengi ndo watu wanapata matokeo. Na Simba na JKT Tanzania mimi nilikuwa nakuja uwanjani najua kabisa hii ni vita ya mteja na mtu wake. Kwa hiyo kilichotokea sijawa surprise. JKT ukiangalia mwenendo wao kwenye ligi wamekuwa wakidraw. Leo walikuwa wanakutana na Simba hii ya maji. Nikajua tu wani hapa salama yao ni hiyo draw ambayo zoea kuipata au watafungwa. Kwa hiyo unfortunately kama magoli yangekuwa 4, 5, 6 ambao utayaona kesho KMC Complex. Nadhani ningekuwa nimefunga magoli 6 ni nani? Prince Mpomelelo Rube kesho ana magoli yake. Celestine Ekua kesho ana magoli yake. Achana na watu. Anakushangaa. Lazima acheke. Unajua kuvuja kwa pakacha nafuu ya mchuuzi. Kesho enjoy magoli KMC. Kwanza kesho najua wewe mwenyewe unajua ukizima mic hapa shughuli unayo. Najua unapokaa. Kesho najua unapokaa na kuja KMC ni dakika. Njoo kesho mapema enjoy burudani. Mimi nakuja hata usihangaike kuchukua vitambulisho vya waandishi wa habari. Njoo mimi nakupa free ticket na kununulia ticket kwenye N-card na kuingia. Kesho njoo kama shabiki. Kesho mwachie Juma Koba kipaza sauti. Mwambie bwana Juma Koba. Leo niko na lanka. Wewe unaona niko na lanka.
Nilikuwa sijamuona kumbe blaza kaka. Kesho kaka huyu naomba mpe off kidogo. Uje wewe na Juma Koba. Huyu namwalika kesho aje enjoy burudani. Asije kama mwandishi wa habari. Kaka tusimaliziane maneno wakati kesho kuna surprise kubwa, kesho kuna bonge la mechi. Kesho kuna mechi kweli kweli, mechi dume kweli kweli. Siongelei piga nikupige. Kesho kuna mechi ambayo unaenda kuona kabisa huyu ni modern goalkeeper. Unaenda kuona kabisa huyu ni modern back. Sio tu wewe kwa mfano mpira leo kipindi cha kwanza. Kapombe mpaka mechi inaisha ndo unajua yupo. Njoo kwa washambuliaji wao. Ribona ile hujaiona? Njoo kwa mchezaji wao leo wamepoa mkopo sasa. Ribona ya Kapombe ukiona? Ribona gani bwana? Mchezaji wao leo amepoa South naye nikaa mweho anakimbia tu uwanjani tena. Sijui mama Maema kila pasi anapiga. Ni mchezaji wa kawaida kaka. Kesho njoo. Mbona unaniforce mimi niwaongelea? Mimi siwaongelei sana. Timu yao ni mbovu. Kesho njoo KMC kaka. Sasa ndio maana umekuja kwenye mechi yao? Mimi sasa kila anakuja uwanjani anakuja kuangalia burudani. Wengine mimi nisingekuja clean sheet wangeipata. Kwa hiyo kuwepo kwangu tu nimeharibu clean sheet. Watu tunakuja uwanjani kwa mipango mingi kaka. Kwa hiyo kanaona mimi nimekuja kwenye mechi ya Simba kajua sisi nimekuja kuangalia burudani. Subutu. Mimi nimekuja kufanya mambo yangu. Anakuuliza huko mzee wa Saluti unasema? Kwa hiyo wewe ni mchawi, ni mlozi sasa kwa tafsiri hiyo. Amekuja karibu clean sheet za watu. Umeona hawa bora umemulika kwenye kama umeona hawa. Miongoni mwa lile jopo linalomsaidia Prince Dube. Yaani ina Skovic. Sikiliza. Na akiendelea anatoa kodi. Kijana huyu alikuwa na majina haya mawili. Kulikuwa kuna jina anaitwa Lastborn wa Yanga. Ndio. Kipindi anaitwa Lastborn wa Yanga ndio alikuwa mtu kweli. Anakupa fakti za mpira unaelewa. Ila baada ya kubadilisha Lastborn wa Yanga kuitwa Kevo, mama yangu amekuwa Chawa Pro Max. Ila nikae nikwambie kwamba Dube hajawahi kuwa mshambuliaji mzuri sana, hapana. Dube alikuwa mechi zile muhimu sana, kwa mfano mechi za Simba wakati akicheza na ndugu zangu hawa akiwa anafunga headline za radio sijui nini zote. Kwa hiyo anaonekana ni mchezaji mkubwa, lakini kiwango chake ilikuwa ni cha kawaida sana, na ni mchezaji ambaye mpaka sasa hivi bado, yani kiubinadamu, mimi ni mzazi ujue, anachopitia kwa kweli, kuna wakati mwingine naona hii kweli anapitia wakati mgumu. Unaumia. Of course, kwa sababu mimi ni mzazi, alafu yule kuna familia zinamtegemea. Yule sio uchawi. Aende akaombe msamaha Azam. Aliondoka kaanza usinene ukamara. Ukitoka taasisi hii kwenda hii, yani toka tu taratibu uende. You have to appreciate of what people they are doing. Bwana wale wanafanya hivi, basi toka na maisha yako, lakini unaenda nini hivyo. Kwa hiyo ni hivyo, mimi nikwambie hivyo. Dube hajawahi kuwa mshambuliaji hatari hata siku moja. Na pale hajarogwa. Na kusaisha. Wala hajarogwa. Alafu Dube wala hajawahi kuwa mfungaji hata namba 2 kusema amechezewa. Yani ndio nasema amechezewa. Sikiliza, yani hawa hapa waga wanajazagwa maneno. Yani hawa wako kikundi cha watu 8. Kuna huyu, kuna Godianga, kuna Fumau, mzee wa Maokoto, Meida squeeze Tina yule wa Mbeya yule Meida squeeze kundi la kichawa hilo hataki. Kwa hiyo akijazwa maneno, jamani mpambeni Dube ili aonekane ni mchezaji mzuri. Mjukuu wake Clemens Mwandambo unadanganywa hapa na unakubali kaka, unasema Dube hajawahi kuwa na maajabu. Tuongee tu ukweli, football is all about number. Msimu jana kaka, kuna mshambuliaji yoyote kwenye ligi anakuta namba za Prince Dube? Ongea. Sasa kwenye ligi yetu kulikuwa kuna washambuliaji wangapi? Hapana, msimu jana mlikuwa mna umoja wa maandishi matatu. Unajua umoja wa maandishi matatu? Timu ambazo mlizozidhamini. Kwa hiyo mkikutana na huyu Prince Dube unaona ameweka. Tena anafunga lile goli kama la Javi Hernandez Chicharito. Yaani yeye na Nyabu anafanya hivi. Kama siwezi kubishana naye kuhusu Prince Dube, ana magoli na assist za kutosha. Mshambuliaji mwenye goal contribution kuliko mshambuliaji. Kwa hiyo kesho atauasha. Kesho anafunga hata. Naombeni ulinzi, maana hao wakorofi. Nikienda kuangalia wananifanyia vurugu, huyu akija salama kabisa na amani. Kwa hiyo kesho tukutane KMC.